nayo kichwani kitabaki milele. Mimi unakuja hapa duniani unalipa kodi haraka haraka unaenda kwa baba. Mangala ametukumbusha hatuna muda wa kupoteza. Unapambana jamani, mjipigie makofi, mmepambana. Miaka 30 mnakusanya hela tu. Yaani mnafanya hivi 30 years. Mnazikusanya. Hongereni sana na tumeona kazi mlizofanya. Serikali imepambana kupitia mama yetu Daktari Samia Suluhu. Mungu akubariki sana mama. Kazi kubwa, maendeleo tumeona. Kufikia mimi kama Comedy Vituko ni sehemu, nina kampuni ya vituko, nalipa kodi, si mchezo. Nisi na ofisi, sema ofisi ni ili koti, sema kuna kodi ya koti. Kuna, lakini serikali inapambana na sisi tunamshukuru Mungu, TRA wameweza. Mimi najiuliza, ile mara ya kwanza tu pap, wananchi walikuwa hawajui mambo ya kodi, hawajui issue ya kulipa kodi. Kodi inaingia sasa, unaambia sasa inabidi mjikusanye mlipe kodi kwa maendeleo ya taifa. Kuna namna kuwa kuna mshtuka kivipi? Wachaga unafikiri ilikuwa ina kichwani hiyo vizuri? Naambia jamani, nani Mroso unabidi uanze kulipa, nalipaje kodi? Shamba ni la kwangu, mahindi ni ya kwangu. Hili nilo la baba yangu, nimepambana. Mimi nalipaje kodi? Nyie ni kina nani? Anasema inabidi ulipe kodi kwa maendeleo ya taifa Mroso. Anasema haiwezekani. Mimi nalipaje madeni? Yesu Kristo alishakufa msalabani, kashatulipia madeni yote. Mimi nalipaje deni? Unaambia ukilipa kodi utapata hospitali, utapata shule, utapata maendeleo. Akasema sawa. Ina maana hiyo shule Mkapa na Nyerere walishindwa kujenga? Akuja pale anasema ili mimi nilipe kodi kama Mroso, niambie mimi nitapata nini hapo? Mchaga lazima aulize atapata nini hapo? Naambia kama kwenye hiyo shule au hiyo hospitali mkifungua hiyo shule au hospitali, mimi hospitali nitalipa kodi, lakini nataka mnipe tenda kusambaza sindano. Ile ile irudi. Lakini ilikuwa tofauti kwa Wazanzibar. Wazanzibar hawana shida. Afisa wa kodi amefika pale, asalamu alaykum, salama, habari ya leo? Salama, mimi ni afisa ya TRA. Karibu baba, kwanza usisimame. Nani mdala mlete kitu huyo akae. Karibu afisa. Mimi nimekuja kudai kodi. Ngoja nikuletee. Naambia subiri nikueleze. Naambia haina shida, karibu. Hapo mtafahamiana, mtajulikana huyu ni nani, ana mdogo wake yuko Uingereza na nini, mtapiga story. Afisa. Karibu, mimi niko hapa na mdogo wangu tu, tunaishi wawili, mume wangu yupo Uingereza. Ni ofisi zenu ziko wapi za TRA? Anasema sisi ofisi ziko pale Forozani pale, nina jiko langu pale kuuza iliki pale, niko nauza. Mniungisa jamani jioni. Anawakaribisha, anafanya biashara na pale jamani, mwapigie makofi. Sasa mimi andika, nataka nitoe ushauri kidogo. Ili kuchochea kodi ziongezeke sasa. Ili mkitaka Wachaga walipe kodi. Kwanza, bia moja uzeni 400,000. Bia moja 400,000. Wachaga hawezi kukwepa hiyo kodi. Watanunua tu. Sema ni bia za ndoo. Unakunywa bia ya kwenye ndoo. Alafu kwa wale watu wa sigara moja iuzwe 160,000. Kisha 160,000, kiberiti 1,000,000. Kwa hiyo unanunua sigara, unasubiri utafute hela sasa ya kununua kiberiti. Unapambana. Alafu naona na wale watu wa usiku wanakuaga na zile dorime. Ile wanaita sio maboto wale dorime. Unajua wale ni mabillboard TRA, tukiangalia kwa makini mabillboard yale. Ile ile kinywaji pale labda wauze 30,000. Ile billboard wanalipia 1,000,000. Uone. Na nashauri jamani TRA tuangalie hii magari yamepanda sana bei. Mimi nashauri kwa mfano gari hamna mtu amelitoa China, Japani mpaka limefika hapa. Kwa mfano kama IST iuzwe 200,000. 200,000 ya IST. Ila sasa tairi imeharibika, tairi ni 2.5 milioni. Sikashanua gari. Hatafanya nini? Fuel pump 1,200,000. Amna ile maji ya Wepa yanauzwa 900,000. Mmeingiza hela, mjaingiza hela. Nashangaa mnaangalia, kuna bodaboda nyingi sana. Tupunguze bei ya bodaboda. Bodaboda moja iuzwe 20,000.
Elementi milioni 2. Kashanua bodaboda, ataacha kunua elementi, mtamfunga. Umeelewa? Kwa lazima tupambane. Alafu sasa jinsi kuboresha hii ukusanyaji wa kodi. Kuna watu wanaitwa viwa vijeshi. Kwa mfano kama ukipita Mwenge pale, kuna wale vijana hawataki kujua unataka kuoshewa kioo cha gari au gari lako ni safi sio chafu, wao wanamwaga maji ya mapovu wanafuta. Wale watu tukiangalia tuwaingize kama TRA wawe maafisa kodi. Wanakaa pale Mwenge, anakuwa afisa TRA Mwenge vioo. Wataleta kodi kwa sababu wataki kujua. Wanafika pale wanamwaga, wanafuta, wanamaliza, wanakupa EFD, lipa. Mnaingiza kodi. Mnaingiza kodi. Alafu kodi nyingine, tuwe tuna kodi za uchafu. Gari ikipita chafu, faini. Kaoshi milioni 2. Na TRA hapo tunapata fursa, mtafungua kaoshi, mimi nitaisimamia. Ya faini hapo. Kwa mfano serikali imefanya kazi kubwa sana. Arusha kulikuwa kuna sehemu watu wanakabwa, wananyongwa. Sasa hivi mambo yamepungua kidogo. Lakini tukiangalia ile swala la kunyongwa na hivi kukabwa, kwa mfano kama Ungalimited au Temeke kule, kuna kodi ya kunyongwa. Yaani mtu amenyongwa, unamwambia sawa umenyongwa, tupe receipt. Umenyongwa shilingi ngapi? Anatoa receipt, umeibiwa TV, tupe receipt ya kuibiwa TV. Anatoa pale. Na niangalia hapa wote, Mungu ataisaidia. Mkiondoka duniani, mtakuwa mmeondoka kwa amani kwa sababu mmeacha legacy. Ogopa unaondoka duniani hujaacha legacy yoyote. Yaani umeondoka tu kama yaani kama yule alikuwa hapa kweli huyu. Kwa hiyo ukiangalia watu wote hapa na kuna tofauti mbili. Kuna tofauti kati ya kuaga dunia, mtu anayeaga dunia huyu ameacha hela, ameacha mali, watoto wamesomeshwa PhD, kila kitu, hela ipo, future ipo. Anaaga dunia. Na anaenda na ripoti ya hospitali, alikuwa ametibiwa Uingereza, ametibiwa Malaysia, ameenda kafika South Africa kidogo, akajisikia vibaya, kaita familia yake, wakakaa, akamwambia jamani mimi naaga, akafa. Sasa kuna Mrosso. Mrosso huyu anapoteza maisha. Yaani Mrosso ni ghafla kwa sababu alikuwa anatafuta maisha, ghafla anapoteza maisha. Unaambia Mrosso amekufa. Tulikuwa na jana tu jamani Mrosso. Yaani hana medical history. Ni jana tu alikuwa analewa. Yaani ni ghafla mtu ameenda. Kwa hiyo tujitahidi jamani, tuage dunia tusipoteze maisha. Ukiangalia kwa mfano, historia kwa mfano ya marehemu inasomwa. Inakuwa tu tajiri akifa au mtu ambaye ameacha legacy. Inasaidia kwa sababu tajiri hata MC anakuwa anapata kazi rahisi. Na watu kwa mfano wako kwenye msiba wake, wanatumia msiba kuconnect, kutafuta connection kwenye msiba. Jamani tujitahidi msiba wako watu kutafuta connection. Wanakuja pale, poleni sana. Profesa alikuwa mtu mzuri sana. Wewe uko wapi? Mimi niko makao makuu LATRA. Wow. Nina mtoto wangu hapa. Pole. Yaani wamepeana pole, imeisha. Wanaendelea na fursa. Sasa akifa Mrosso inakuwa ni kizungumkuti kwanza. Kwanza msiba unakuwa na vikundi. Ghafla tunaomba jamani wana ndugu tukutane chini ya mti, hela haitoshi. Mungu awabariki. Ukiondoka hapa kumbuka usipoteze maisha, ufanyeni uage. Unaondoka unaaga hivi. So unaacha madeni, watoto wanalalamika, mchungaji akija kwenye msiba badala ya uhubiri mambo mema uliofanya anaanza kuwaonya watu. Vijana msivute bangi. Bangi ni mbaya, unaona? Huyu amelala hapa. Atuletea shida sana. Watu wanashukuru ile balaa imeenda. Mungu awabariki jamani. Asante, makofi mengi kwa mzee Shayo.